Sambamba na hilo, wizara itaandaa ziara ya mafunzo kwa kuwapa fursa walimbwende hao na waandishi wa habari kutembelea maeneo ya vivutio vyetu, yani farm trip, kabla ya shindano kwa lengo la kukuza uelewa wa vivutio vyetu na kurusha maudhui hayo kwenye mitandao yao ya kijamii pamoja na kuvitangaza katika vyombo vya habari mbalimbali ulimwenguni. Kwa upande mwingine, wizara itaweka mabanda ya kutangaza utalii wetu na kutoa taarifa kwa watalii ndani ya maeneo yatakapofanyika mashindano na kuendelea kutumia maudhui ya mashindano hayo ikiwemo yatakayomhusu mshindi wa mashindano, yani Miss World, kujitangaza zaidi duniani. Baada ya shindano, wizara kwa kushirikiana na wadau itaratibu safari za kutembelea vivutio kwa washiriki watakaokuwa wamejisajili kupitia jukwaa la utalii la TTB. Vile washindani wa juu 5 wa shindano hilo watapewa ubalozi wa hiari wa kutangaza utalii wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, tukio la 4 la kimataifa tunalolitarajia ndani ya mwaka huu wa fedha ni mashindano ya mpira wa miguu kwa nchi za Afrika, Africa Cup of Nations au AFCON 2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, mashindano ya AFCON 2027 yanayoandaliwa na shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF yanatarajiwa kufanyika kwa pamoja katika nchi za Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania. Mashindano hayo yatahusisha timu 24 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika na yanatarajiwa kuvutia zaidi ya watazamaji milioni 1.8 viwanjani pamoja na watazamaji wa televisheni bilioni 1.9 duniani kote kupitia vituo zaidi ya 185 vya utangazaji. Aidha, mashindano hayo yanakadiriwa kuzalisha faida za kiuchumi zinazoweza kufikia zaidi ya dola za Marekani bilioni 2. Kutokana na fursa hiyo, wizara imeandaa mkakati maalum wa kuitangaza Tanzania kama kivutio cha kipekee cha utalii kabla, wakati na baada ya mashindano hayo. Kabla ya mashindano, wizara itaanza kampeni za kimataifa za utangazaji kupitia mashindano ya Kombe la Dunia la FIFA 2026 yatakayofanyika nchini Marekani, Canada na Mexico